Mimi Rukaiya binti Saidi aka Rukaiya Kipini, nimesimama hapa njia panda, pande kuu 4: kaskazini, mashariki, kusini na magharibi. Nahitaji kuwa na mvuto, ning'ae kama mbalamwezi, wanaume wote wanione mimi tu, na kingine, ninapokuwepo mimi asionekane mwanamke mwingine yoyote zaidi yangu. Kama majini yanakuja hapa njia panda kufanya mambo yao na wanafanikiwa, basi na mimi Rukaiya Kipini nikafanikiwe. Usiku wa tarawehe umefika, mioyo imejaa mapenzi kwa Mola. Suna ya Ramadhani tunalazimika. Usiku wa tarawehe umefika, mioyo imejaa mapenzi kwa Mola. Suna ya Ramadhani tunalazimika kuswali na kutafuta kheri kubwa, lakini wapo wanaotumia usiku huu kwa dhambi na maovu yaliyojaa, zinavyonuka machafu kama mavi, wizi, uzinifu na uchawi vinatawala. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Kiongozi, niitikie ipi hapo? Niitikie ipi hapo? Kumlazi za saizi. Salama. Kwema? Kwema. Jamani, nilikuwepo. Mioyo imejaa mapenzi kwa Mola. Suna ya Ramadhani tunalazimika kuswali na kutafuta kheri kubwa, lakini wapo wanaotumia usiku huu. Nini? Sasa mbona kama hivyo jamani? Kama hivyo vipi? Wewe unaona ni sawa? Na ni kwa nini umenitoa ndani kwako aliyakuwa kuna mtu nje? Nisikize nikwambie. Mimi yule pale nilikuwa najua uko busy na kutia udhu. Sikujua kabisa kama uko busy na mambo mengine. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho bwana. Sijapenda. Rukaiya, sijapenda. Unataka watu wanafikirie vipi? Wanione vipi mimi? Unataka kushusha utu na utulivu wangu? Nisikize kwanza mpenzi. Kwanza naomba unisamehe sana katika hilo. Najua jinsi ya kulisolve. Niamini bwana. Mpenzi tena? Kujishikilia uwezi? Basi. Namwahi mke wangu, niache. Kumekucha tena makucha yake. Hivyo na Abuku, unataka kuniambia dunia nzima wewe peke yako ndio umeoa? Kila siku mke huyo bongo ameshakuchoka bwana. Basi family life. Ngoja nikuoge mara mwisho kidogo. Wewe Rukaiya, wewe hauwezi kujishikilia au? We baba, yaani mimi nikikuona tu nashindwa kabisa kujishikilia. Yaani siwezi. Toba, niache niende. Ai. Kesho tena basi
Narabuku bwana. Samahani dada, hebu subiri kwanza. Hivi kwa nini unafanya matendo machafu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Isitoshe ni usiku wa tarawih. Haya, kumekucha tena, mpelelezi wa maisha yangu. Hivi wewe, sasa hapo mimi nilichokifanya cha ajabu kitu gani? Shida iko wapi hapo? Huoni shida hapo? Kumuingiza ustazi usiku, tena wakati wa tarawih. Hata ushasema ustazi. Jamani, tusisomee dua. Hapa nilipo na matatizo kaja kunisomea dua. Tatizo liko wapi? Dua? Dua gani hilo? Hebu muogope basi hata Mwenyezi Mungu. Na makelele hayo chumbani. Isitoshe unamtoaje ustazi na mavazi hayo? We mchana, nisikize nikwambie. Yaani nikiendelea kuchekea utanipanda kichwani. Usichokijua kuhusu mimi, nina jini linaitwa Maimuna. Ilo jini likinipanda tu, hakuna mtu yote ambaye anaweza kulituliza zaidi ya ustazi Narabuku. Sijui unanielewa vizuri, alafu nazungumzia mavazi. Wewe hujui kuhusu kombe? Kuna kombe la kunywa na kombe la kuogeshwa. Sijui unanielewa, unataka niogeshe vipi? Wewe, kama una nyota na kama nyota yako imefifia, ndugu yangu, nenda pale kwa Mamposa, kavuke na chako, na wewe upate ustazi wa kusomea dua kila siku kama mimi. Na ukome kunifuatilia. Yaani nakwambia mara ya mwisho, ukome kunifuatilia msichana. Wewe endelea kuniingia, alafu uone utakachokukuta. Mtizame kwani. Alhamdulillah, mke wangu nimechoka. Yaani uchovu wallahi sio nchi. Pole sana mume wangu. Asante sana Azizi wangu. Vipi? Mbona wewe hujaswalisha tarawih? Leo nilimwacha ustazi Jua aswalishe, na kama ambavyo unatambua mke wangu, msikitini kwetu kuwa tuna utaratibu wa kuwapa vijana kipaumbele, na ustazi Jua ni miongoni mwa hao vijana. Kwa hiyo leo nimemwambia aswalishe, na mimi kiongozi wake nilikuwa nimechoka. Ndio hivyo mke wangu, kuondoka swalisha ustazi Jua. Hilo ni jambo zuri sana mume wangu. Kingine, leo nilikusubiri sana baada ya tarawih. Tuongozane wote kurudi nyumbani. Lakini sijakuona. Ulienda wapi mume wangu? Kumbe ulinisubiria mke wangu? Ndiyo, nilikusubiri sana. Unaweza kuniambia kuwa ulikuwa wapi mume wangu? Toba. Pole sana mke wangu. Mimi baada ya kumaliza kuswali tu nilipitia ule mlango mwingine, nikaenda mara moja. Kuna mtu alikuwa anahitaji dua, nikaenda kumsomea dua mke wangu. Nimekuelewa mume wangu, lakini naomba siku nyingine ukiwa unaenda sehemu unipe taarifa mkeo, maana nilikuwa na wasiwasi na hofu kubwa sana juu yako. Mashaallah, mashaallah mke wangu, nimekuelewa, nitafanya hivyo. Sawa mume wangu, asante sana kwa kunielewa. Asante pia Azizi wangu, nyonga mkalia hili kwa kunielewa. Mwili unaniuma sana mke wangu,
nataka kwenda kupumzika. Wewe bado upo? Mi bado nipo. Kuna mawaidha hapa nilikuwa nasikiliza kidogo. Naomba dakika 10 tu nitakuwa nishafika chumbani mume wangu. Mashaallah, mke wangu, mahabuba wangu. Basi sawa, ukishamaliza kusikiliza njoo nikane mgongo mume wako. Mgongo unaniuma. Igari wati. Tulete toba, tusamehewe dhambi. Usiku huu ni wa kumtukuza Mungu. Tutakase roho, tusicheze neema. Karibu sana mdogo wangu. Asante dada. Vipi katibu yupo? Hapana, ametoka. Kuna changamoto yoyote ambayo unaweza kukusaidia? Kuna kitu nataka nikwambie. Karibu na kusikia. Unajua we ni kama dada yangu kabisa. Yaani tukiacha kwamba ni mtu tu baki, ila tukija kiudini sisi ni ndugu. Kuna kitu mume wako anachokifanya si kizuri kabisa katika maadili ya Kiislamu, hata kwenye jamii pia sio rafiki. Imekuwa mara kwa mara pale nyumbani kwetu anakuja. Kila ikifika usiku wa tarawih anakuja pale. Kuna mpangaji mmoja anaitwa Rukaya Kitini. Tu anakuja anasema kwamba eti anakuja kumsomea dua. Lakini sio sahihi, sio kwamba anamsomea kweli dua, lakini kizingatia kwamba ni usiku. Mimi nachokiona pale kuna kitu kinaendelea. Ninatilia shaka. Yaani iweje kwamba kila wakati wa tarawih muda ule ule aje asome dua pale? Kwa nini asiende msikitini? Isitoshe mnao ni katibu wa msikiti. Kwa nini asimpeleke msikitini akamsomea hiyo dua? Hivi unajua dhana ni dhambi? Ndio, nafahamu kwamba ni dhambi. Sasa kama unafahamu dhana ni dhambi, kwa nini umzanie mume wangu mambo mabaya, hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Lakini kwa hili kuna uhakika na kuna uhalisia kabisa. Lakini kama nitakuwa nikukwaza dadangu, mambo nisamehe. Sawa, nimekuelewa. Unaweza ukaenda. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahabuba wangu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, mume wangu. Mashaallah, mashaallah, azizi nyonga mkalido wangu. Vipi mke wangu? Maandalizi ya futari na daku yapo sawasawa ama kuna kitu chochote ambacho kimepelea? Kila kitu kiko sawa mume wangu, ila kuna jambo moja tu nahitaji kukuuliza. No. Hivi jana uliniambia kwamba kuna mtu ulienda kumsomea dua. Unaweza ukaniambia ni nani mume wangu? Sijakuelewa mke wangu. Ni nini ambacho nanauliza? Ina maana kuridhika na majibu yangu ambayo nimekupatia jana? Hapana, nilihitaji tu kujua ni mwanaume ama mwanamke mume wangu. Toba, mwanamke mwanaume? Ni mwanamke mke wangu. Unaweza ukaniambia jina lake? Jina lake? Wanakumbuka kikumbuke hivi. Hata simfahamu kwa kweli. Mume wangu, unawezaje kwenda kumsomea mtu dua angali umfahamu hata jina lake?
Rukaiya Kipini, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yaani unavyoitika hata aibu una. Mwezi mtukufu kama huu unatakiwa kidogo ungevaa hata kajuba, lakini upo na wigi lako limesimama kama kijiji cha kutumwa vile. Au kinyamkela katoka kwenye kibanda cha madogoli. Sengo, tuheshimiane. Alafu heshimu heshima. Basi Aisha. Lakini kitu ambacho mimi kinaniumiza, mwezi mtukufu kama huu, mwezi wa toba, mwezi ambao binadamu sisi tunatakiwa turudi kwa Allah, wewe ndio kwanza unaanza kufanya mambo ya ajabu. Kwa nini? Kwa nini unaanga mwezi mtukufu kama huu kweli? Astaghfirullahal adhim. Wewe Sengo wewe. Hivi unajisikia unachokiongea wewe? Hata kama sawa na mambo yangu nafanya, lakini ndio niwange mwezi mtukufu Ramadhani? Awe baba, tuheshimiane bwana. Jamaanisha kwamba silifahamu kabisa? Hapana, ila nimemsahau. Si unajua mambo mengi tena kwa mume wako. Nasahau utu uzima huu. Sawa. Mbona maswali yamekuwa mengi sana mke wangu? Kuna chochote ambacho hakiko sawa? Hapana, ila kuna binti amefika hapa leo. Amesema kwamba anakuona huko kila siku kwa huyo binti. Ndio maana nikahitaji tukujua. Na kama ni kusoma tu dua, kuna shehe yeye, kuna shehe Jo. Kwa nini wasiende wao? Kwa nini kila siku wewe? Toba. Kumbe upanda mara mbili mara moja imekuwa ni mara nyingi. Ndio, na mbona umeshtuka? Hakuna tatizo. Sema nimestaajabu kusikia hivyo. Na ni kuahidi tu kwamba nitazingatia ambacho umeniambia. Watakuwa naenda shejeje na Ustazi Jo kwenda kumsomea huyo binti dua. Asante mume wangu kunielewa. Unadhani nisipokuelewa wewe mke wangu, tamuelewa nani mwingine? Asante mume wangu kwa kunielewa. Nakupenda mahabuba wangu. Nakupenda sana Raziz wangu. Toba, walai napendwa mimi. Mimi nakuheshimu na sitaki kabisa uingie katika moto wa jahannam. Na ndio basi kama nikusimamishe nikwambie ukweli, acha hizo tabia sio nzuri. Na ulivyokuwa mjala na wewe ukomi mwezi mtukufu kama huu, yule baba wa watu baada aenda kaswali tarawih msikitini anakuja kuswalia ndani kwako. Hivi amuoni aibu? Wewe vipi? Baba gani unamzungumzia? Usijifanye umjui. Simjui ndio. Wewe unamzungumzia nani hapa? Mtu hifadhi wazifa wake. Namzungumzia katibu wa msikiti wetu. Hii wewe. Sengo. Nimekuita mara 3. Mimi yule mwenzako anakuja kusomea dua tu nikipandisha mashetani. Mashetani gani wewe usiokuwa na aibu? Mwezi mtukufu mashetani yote amefungwa, ibilisi wote wamefungwa. Au kuna ibilisi kama nyewe mnaotembea? Sasa embu acheni mwezi mtukufu turudi kwa Mungu. Sawa Kipindi, na uvaji na kijuba, sawa? Vipi hapo? Imekuchoma? Imekuuma? Wameweka fursa ya kheri, lakini wengi wanapoteza njia. Tarawih sio nafasi ya dhambi, madhambi hayawezi kukubalika. Mioyo yetu inapaswa kutakasika, hivyo tusicheze usiku huu mtukufu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خالق الأنام ورازق الهوام وحاكم الحكام وشارع الأحكام
وجاعل النور والظلام غافر الذنب والأقدام وقابل التوب والأحبام الذي شرع لنا شرائع الإسلام حتى اهتدينا لما لنا وما علينا من الأحكام، وأحكم أمر ديننا غاية الأحكام، وميز لنا بين الحلال والحرام، وحذرنا عن الوقوع في الأثام. أحمده على ما أنعم به علينا من النعم التؤام، وأشكره على ما أجمل إلينا من القسم العوام. Amma baad, ndugu zangu Waislamu, tupo katika darasa yetu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunaelezea juu ya umuhimu wa salati tarawih kama alivyoelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi alipoulizwa, akajibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi lailati 19 na siku ya 19 mtu akiswali tarawih, siku ya 19 mtu akiswali tarawih, yarfa'u Allahu darajati fil firdaus, Mwenyezi Mungu anamuinua, anamzidishia maksi zake, anapata maksi za kuingia katika pepo ya Firdaus. Na hii pepo, ndugu Waislamu, ndio pepo ambayo ya pekee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameisifu. Maswahaba walikuwa wanakesha kwa kuililia pepo hii ya Firdaus, na Mwenyezi Mungu kama alivyosema katika hadithi al-Qudusi, almalu mali, mali zote mali zangu, wal jannatu dari, na pepo ni nyumba yangu, wal fuqara wa iyali, na mafukara wote ni familia yangu, fashtaru minni, basi nunueni kwangu mimi jannati, pepo yangu, bimali, kwa mali zangu mwenyewe. In rabihtum falakum, mukipata faida juu yenu, wa in khasartum fa alayya, mukipata hasara juu yangu. Ndugu Waislamu, pepo ni ya Mwenyezi Mungu na sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu. Maji tunayotia udhu ya Mwenyezi Mungu, misikiti ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tununue pepo ya Mwenyezi Mungu kwa mali zake Mwenyezi Mungu. Ni kazi nyepesi ametuwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juu yetu ni kuiudhi nafsi yetu, juu yetu ni kujikalifu nafsi yetu ili tuweze kuipata siku hiyo. Siku hii ukiswali siku ya 19 katika mwezi wa Ramadhan, basi unapata maksi za kukufikisha katika pepo tukufu kabisa, adhimu kabisa, ni pepo ya Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sisi sote tuwenye kuipata hiyo Firdausi tunaojibidisha katika salati tarawih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inapaswa kutakasika, hivyo tusicheze usiku huu mtukufu. Usiku wa tarawih ni wa kumwomba na kwa kutubu dhambi tusamehewe, tutakase roho na tuwe waaminifu. Mioyo yetu itakapojisafisha, Mungu atabariki, neema zake zitashuka.